pole yetu sote. Charles kwangu alikuwa mentor, baba mlezi, baba mzazi, rafiki yangu sana, mzee wangu, na nilikuwa nikipenda kumuita babu. Ndani ya ofisi, lakini vile vile nje ya ofisi na nyumbani kwake kwa mama Sara Kibamba. Nitapenda niendelee kusherehekea maisha yake kama zawadi ya pumzi ya uhai wa Charles kwa mambo manne. Mosi ni nidhamu yake ya kazi. Charles pamoja kwamba alikuwa ni mkurugenzi wa redio yetu ya UFM, mimi ni mkuu wa utangazaji Azam TV, alikuwa akitoka UFM anashusha ukurugenzi wake anaeka mfukoni. Akija kwenye TV anakuwa kama watangazaji wengine walio chini yangu. Nidhamu hiyo ndio Charles aliyoijenga kwa kila mtu kwa aina ya rika. Uwe mdogo basi kwako atakuwa mdogo, na ukiwa mkubwa basi kwake yeye pia utakuwa mkubwa. Alikuwa angalie rika la mtu, kitu alichonacho ama nini anacho. Charles alikuwa akifahamu fika kwamba muda wa habari ni saa 2 kamili usiku. Nusu saa kabla yupo studio. Atakuwepo pale, atataniana na timu nzima. Na akiona hauko kwenye sura ya kufurahi, atakwambia usiendekeze stress. Atahakikisha kila mtu anapata mood ya kazi. Atarihaso pamoja na kwamba amepitia bulletin nzima akiwa redioni kule, lakini bado atafika studio atairihaso upya. Alikuwa na nidhamu kubwa sana ya kufuata maelekezo, haijalishi ni nani anampa maelekezo nyuma ya kamera. Naomba mniruhusu sasa nizungumze na babu yangu Charles. Babu, pamoja ni wakati mgumu, nafurahi kwamba nimeweza kutangaza mazishi yako katika habari ya saa 2 Jumatatu, jana Jumanne, na kwa uweza wa Mungu nilitangaza pia adhuhuri, na nikaingia pia kwenye alasiri kukuzungumzia. Na hata leo ratiba ingeniruhusu ningeenda pia kutangaza taarifa ya habari ya saa 2 ya kukuhifadhi kwako. Namshukuru Mungu kwa ujasiri alionipa, lakini namshukuru Mungu kwa maisha yako kwangu na wengine wote tuliofanya kazi na wewe. Babu, pokea salamu za wajukuu zako, watoto wangu Hilary, Lebron na Ivanka, lakini pia dada yako mama yangu Magdalena Rusimbi, ambao wote wanaamini umelala mahala salama. Na wajukuu zako wanasema wataendelea kutenengeza. Wakati kijana wangu anajifunza kuzungumza, nilirekodi clip ndogo sana. Nikamwambia, unafanya nini Lebron? Natenengeza. Unafanyaje? Natenengeza. Yaani kwamba nimuache aendelee na shughuli yake. Kwa hiyo ile video nilimpelekea babu yangu, akacheka sana. Kila wakati akawa anarudia.
Nakushukuru sana babu, na nakupenda sana.